Tutegemee kitu gani baada ya kumuona Shani anaendeleza mziki wake? Tutegemee kwamba one day atapiga na Malkia? Nafikiri washapiga. Ikitokea tena inatakiwa wapige, watapiga. Ndio maana mimi nakwambia sio kila ngoma inatakiwa ufanye na fulani au sio kila ngoma inatakiwa ufanye mwenyewe. Nafikiri before alifanya na Zuu, ngoma ili trendi. Kwa hiyo ikitakiwa nyingine wafanye tena na yeye watafanya hivyo. USA Habari TV tunakuletea dunia karibu yako. Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Habari TV? I think uko better another time again. Unamuona mbele ya screen yako ni Janja Nesto. Sound unasikia ni Mavatiko MC waga Sendaglesi, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Nyuma ya kamera tunaye Maro. Si hapa ni USA Habari TV. Fuatilia exclusive mwanzo mwisho, ana mengi ya kutuambia Janja Nesto, ni kulingana na baadhi ya skendo ambazo zimesikika online, na ukiachana na skendo tu ana mengi ya kukuambia kuhusiana na ngoma yake ambayo alishawahi kuiachia hapo mara mwisho akiwa na yeye Shani. Na ni mara nyingi tumemwona Shani akiwa kimya na ni wife wa boss wake. Kuna siri gani hapo nyuma ya kamera? Utajua mengi, ungana nami mwanzo mwisho. Mambo vipi? Swali. Kwema. Yes. Hapa kuna siri gani baada ya kuona muda mrefu hujatoa ngoma na Shani, yani tuseme muda mrefu Shani hajatoa ngoma, ila tumekuona wewe ndio umekuwa mtu wa kwanza kutoa naye ngoma baada ya ukimya wake muda mrefu? Mimi nafikiri si ni watu ambao tunafanya kazi kwenye record label, na kila record label na mikakati yake. Kwa hiyo ukiona mtu yupo kimya ujue kuna mikakati inapangiliwa ili aje kuachia kazi. Ndio hivyo. Yes. Kulikuwa siri gani pale mpaka ukajaribu kwenda kumchukua Shani mpaka ukaingia naye kwenye ngoma? Tunavyojua ni kwamba ni mke wa boss ya. Unajua si ni watu inatakiwa tuwe na creativity, na Shani ni mtu alifanya muziki toka kitambo. Kwa hiyo niliona nikimrudisha kwenye game au nikijaribu kufanya naye ngoma, kuna mashabiki zake, Shani na mashabiki wengi, kuna mashabiki zake watakuwa wamemiss. Kwa hiyo nikiachia naye wimbo, kuna baadhi ya mashabiki zake watafuatilia account yangu. Yes. Kwa hiyo tuamini kwamba ndo umerudi naye moja kwa moja, itakuwa endelevu au ni jambo ambalo ulikuwa kama unajaribu kushtua mashabiki wa Shani? Mimi nafikiri so kila siku utafanya na mtu kazi. Kuna kazi zinamuomba mtu na kuna kazi zingine unatakiwa ufanye mwenyewe. Yes, kuna kazi zingine za hapo mbele zitamuomba tena tunafanya, kuna zingine zitamuomba atufanya, ndio hivyo. Kwa tuamini Shani amerudi kwenye game moja kwa moja la muziki. Nafikiri Shani huwa yupo kwenye game, sema mwanamke sio tena mwanamemba halali wa Kirui, maana kuna mikakati amewekewa na mume wake. Yes. Mikakati ambayo ataitembelea moja kwa moja. Mwanamke anatakiwa atembelee mikakati ya mwanaume. Ndio. Tukiangalia mume wake ndo bosi sasa wa lebo moja ambao uko wewe. Unajua mambo ya kazi ni kazi na mambo ya mume na mke ni mambo mengine. Yes. Tutegemee siku moja, kwa sababu tukikuangalia wewe tunamuona boss pale yuko pale Nyagomeni, kwa sababu ni watu ambao mko kwenye crew moja. Tutegemee kitu gani baada ya kumuona Shani anaendeleza mziki wake? Tutegemee kwamba one day atapiga na Malkia? Nafikiri washapiga. Ikitokea tena inatakiwa wapige, watapiga. Ndio maana mimi nakwambia sio kila ngoma inatakiwa ufanye na fulani au sio kila ngoma inatakiwa ufanye mwenyewe. Nafikiri before alifanya na Zuu, ngoma ili trendi. Kwa hiyo ikitakiwa nyingine wafanye tena na yeye watafanya hivyo. Na uliona utofauti gani kati ya msanii wa kike ambaye umeimba naye na uimbaji wake? Nafikiri Shani ni mtu ambaye yupo talented, Zuu ni mtu ambaye yupo talented. Kwa hiyo hakunipa hata ugumu, ni wazoefu wa kazi wote kwa pamoja. Yes. Kwa hiyo tutarajie kwamba kuna mwanamuziki mwingine wa kike ambao utaenda naye, kwa sababu sasa hivi tunaona wameanza kuchipuka baadhi ya wasanii. Sasa hivi bado, maana sijaona mwingine kama Zuu, na kama amechipuka mimi sijamuona. Na ikitokea kumetokea chipukizo yoyote anatamani afanye muziki na Nesto amuinue, labda ampe connection yoyote ya kuingia kwenye lebo ambayo ameingia yeye, itafanyika kitu kama hicho? Inaweza kufanyika, na ndio maana mimi nilikwambia mimi ikitakiwa nifanye kazi na mtu fulani, mimi nitamfuata, tutafanya kazi. Unaelewa? Kwa mimi sibagui mtu wa kufanya naye kazi. Yes. Na tukizungumzia kwa upande wako wa kazi, ni msanii ambao ni mwandishi mzuri wa music kulingana tunavyoona career yako ambayo inavyoenda. Tukizungumzia uandishi wako pamoja na utunzi wako, kuna mtu ambaye yuko nyuma yako anaye kusupport kwa kukuandikia labda au kukutungia ngoma? Right now mimi ni msanii ambaye nipo kwenye label,
naweza nikafanya wimbo wangu nikafinalize kila kitu, yani nikakili mimi hapa namaliza. Ngoma yangu nikaipeleka kwenye kundi, wakakosoa, toa hii, ingiza hii, ndo mambo waga hapo hivyo. Lakini mimi kwangu sio kukosolewa sana ndio nipangiwe wimbo wote, hamna. Tutegemee kwamba Nesto, Janja Nesto one day atajibeba naye kimuziki kama walivyofanya wasanii baadhi waliokuepo Kirui Bisosh. Kiupande wangu mimi sidhani, maana pale mimi naishi kama familia. Sasa hivi mimi siishi mimi naishi na mkubwa na mdogo. Kwa hiyo natoka naenda wapi, ni kama kuachana familia yangu, mimi siwezi nikaachana familia yangu, ndio hivyo. Na tukizungumzia mambo ambayo yamepita hapa backward katika tarehe 30 Nyakzuu, kuna baadhi ya watu walitoa comment fulani ambazo labda ilikuwa kama kuburudisha jamii au na mengine. Wewe kama Janja Nesto ambao tunaweza tukakuita ubavu wa kwake, tuseme mkono wa kuume wa Nyagomeni, tukisema ubavu kwa sababu sasa hivi ashakuwa na mama mtu pale, mama yetu mdogo, tuseme ulizipokeaje zile bato na majibizano ambayo yalikuwa yanafanyika pale? Mimi nafikiri kila mtu anaruhusiwa kuongea na hakuna anayepangiwa kuongea. Kwa hiyo ukiona mtu anaongea amejifeel kuongea. Sio kila mtu aliongelea shughuli vibaya na sio kila mtu aliongelea shughuli vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima, kuna watu wataongea vibaya, kuna watu wataongea vizuri. Kikubwa sherehe iliisha, mke yupo ndani, zawadi zilitoka, ile ilipatikana, nashukuru Mungu. Na una kipi cha kumwambia bosi wake sasa hivi kwenye ndoa yake mpya bosi wetu? Ukileta mambo ya ndoa sio bosi wangu. Mambo ya ndoa sio bosi. Ukileta mambo ya ndoa ni kaka yangu. Tuseme kaka, una kipi cha kumwambia brother baada ya kumchukua msanii wake, tuseme ndo amekuwa naye sasa hivi kwenye ndoa? Sikia, mimi najua brother sio mzoefu wa ndoa, kwa hiyo hakuna cha kumwambia, anajua jinsi gani waga naishi na wake zake. Kwa hiyo hakuna kitu cha kumwambia. Yeye ni mzoefu wa ndoa. Sasa hivi wa 4 huyo. Kwa hiyo ni mzoefu wa ndoa, utamshauri nini wewe? Mimi sijawa hata na umoja. Sasa namshauri nini? Kwa hiyo hakuna cha kumshauri kwa upande wako. Kwenye clip nikiona mtu anamshauri hajaoa, mimi naona huyo anapoteza muda, alikosa kwa kwenda ni. Mtu ana wake wa 4. Sasa unamshauri nini mambo ya ndoa? Ashapitia kila kitu, kama kuna shida ashafanya, kama kuna raha ashapitia, sasa unamshauri nini? Na kuna wale wanaomshauri kwamba asiseme ni mke wa 4, asiseme ni mke wa kwanza, aseme ni mke wa 4 baada ya kauli yake ya kusema ni mke wa 4 wa kwanza. Nyie mlipokeaje kama familia? Unajua kwenye unyago ule ni mke wa kwanza, ila tukija kwenye ale ule ni mke wake wa 4. Yes. Ndio hivyo. Na kipi cha kuambia mashabiki sasa hivi, wategemee kwamba kuna kitu ambacho kinaenda kudondoka hapa soon cha kwake Janja Nesto au la? Janja ni mtu ambaye aliahidi mwaka huu atafanya vikubwa. Kwa hiyo soon nakuja na kazi kubwa, nitaitambulisha hapa karibuni. Mwe ready kuipokea. Tuwe ready kuipokea. Yes. Neno moja kwa mashabiki wanakutazama for right now kwenye USABAR TV. I like sababu wananipenda na mimi nawapenda. Tuzidi kupendana, wawe karibu tu na channel zangu. Unajua mimi bila wao ni mimi, lakini kufikia malengo ni gumu. Kwa hiyo waendelee kunisupport kama wanavyonisupport, na kitu ambacho mimi nawashukurugi, hata mimi niwe down namna gani, nikija wapo active na mimi. Hicho kitu ambacho nawashukuru sana mafans wangu au watu ambao wananikubali. Kwa wasichoke kunifuatilia. Kile kibwana wanajua kile kibwana kitangaza msumari huwa ni msumari. Mimi sibahatishi ngoma. Msumari ya Yesu. Mimi nikisema hivi nakwenda kutoa, huwa natoa. na nikitoa ni bomu hatari. Na tusemaje pale ambako ulipiga I want to live myself, ulikuwa na ujumbe gani pale kwa tuseme, kwa sababu kwenye mwimbo kuna kuaga ujumbe fulani ambao umebeba ujumbe wa maisha, labda asilia, labda na utofauti mwingine, tuseme kulikuwa kuna ujumbe gani pale? Unajua kwenye write music kunatokea, kwenye write music huwa mtu anaandika kitu ambacho watu wengine wanapitia. Kuna mtu anaandika uhalisia wa maisha yake, mimi naandika kitu ambacho kuna wengine wanakipitia. So wewe. So mimi. Okay, bwana, tulikuwa naye, unamwona ni brother yetu Janja Nesto kutoka Kirui Bisosh. Sound unaosikia ni Mavatiko MC, August Dageles, maana nimenyoka zaidi ya pasi. Nyuma kamera tunaye brother Maros. Anakuambia sisi kwetu roho mbaya ni 0%. Ciao. USABAR TV tunakuletea dunia karibu yako.